Mwenyekiti wa wanachama wa mnyama Simba Murtaza Mangungu. Kile ambacho kinaendelea ni muendelezo wa mnyama Simba kuingia kwenye migogoro misimu kenda wa kenda, ikianzia msimu wa mwaka jana uliomalizika, lakini pia misimu ya nyuma. Viongozi wa mnyama Simba kabla ya msimu kuanza, katikati ya msimu au mwishoni mwa msimu wamekuwa wakiingia kwenye migogoro na mengi. Inatajwa kwamba unajua mwezi wa 12 kama sikosei, Simba wanaenda kwenye uchaguzi wa mwenyekiti 12 ama wa kwanza hivi. Wa kwanza Yeah. Kwa hiyo pengine minyukano inaanza wakati huu, ni watu kujitengenezea kipembe kuelekea kwenye chaguzi inayokuja. Tukianza kwako na bwana Eben. Sasa tunaanza kuchambua sasa. Eben, niambie kaka. Unafikiri ni kwa nini ama chanzo cha mgogoro ndani ya klabu ya Simba kwa misimu yote? Shida iko wapi kwa jinsi unavyoiona Simba? Timu haifanikiwi. Mimi naangalia kwa sababu ya kimpira zaidi kwangu. Ndiyo. Kwa kile ambacho ninachikiona, kwa sababu vingine sina ushahidi navyo sana, lakini naamini chanzo kikubwa ni timu haifanyi vizuri. Kwa sababu Simba ni timu ambayo imekuwa ni timu ambayo inafanya vizuri hapa nchini kwa miaka nenda rudi. Kwa hiyo kipindi chao cha domination kilipopotea, maswali yamekuwa kwa wengi kwamba shida imekuwa ni ipi. Kwa hiyo kwenye kutafuta solution huko tumekuwa kuna mgongano mkubwa huko wa hawa viongozi pamoja na hata baadhi ya wachezaji. Imekuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo kila mtu amekuwa anatafuta shida inakuwa ipi kwenye timu na imekuwa haipatikani. Sababu ambayo naona ndo sababu kubwa ya msingi. Sababu nyingine ni sababu ya transformation, kwa sababu ni kitu ambacho bado hakijabadilika. Na hata Yanga, sio kwamba Yanga pia ameshafikia 100% za transformation, yeye pia bado. Lakini kwa upande wa Simba nao ni the same issue, lakini ukicombine hicho kwa Simba na kwamba timu pia uwanjani bado haifanyi vizuri, kidogo umekuwa kuna huo mgongano kidogo wa maslahi wa hizi pande zote mbili, kwamba upande wa washabiki huko ambao wenye hizo 51% na huko 49% kwa upande wa mwekezaji. Kwa hiyo kumekuwa kama kuna bato ile ya power, kila mtu anataka kuonekana yuko top, kwa jambo ambalo nadhani silioni kama linaleta picha nzuri kwa klabu, si afya nzuri kwa timu ambao pia kile inachokitafuta bado haijakipata, kwa sababu Simba ana plani kurejesha ubingwa wa ligi ambao ameukosa almost misimu mitano. Kwa hiyo katika mazingira ya kufanya hivyo lazima utengeneze pia hali ya hewa ya kimpira au ya nje ya klabu iwe nzuri na afya kwa hata ambao wanafanya kazi hapo. Kwa kuna uhai kidogo. Kwa haya maneno kidogo unachafua hata pia mashabiki. Inawezekana kusiwe kuna big issue sana ndani yao huko kwa viongozi, lakini kwa ile picha ambayo unaona inajengeka kwa mashabiki huko kuna kama kuna taharuki na watu kuona timu yao kama haiko kwenye mazingira rahisi. Na kwa shabiki yoyote akisikia issue kama hizo, akicombine na doti kwamba timu bado haifanyi vizuri, anaweza kaona kweli kuna shida. Kwa hiyo nadhani ni situations ambazo zinasababisha kwanza timu haifanyi vizuri uwanjani, kwamba mafanikio yamekosekana ndani, domination yao ya ndani imepotea kwa muda sasa, kwamba Yanga imekuwa ni dominance ya juu ambayo haijatokea nchini, kwa sababu mtu kubeba ubingwa mara 5 mfululizo haijatokea. Maana yake ni kitu kipya pia kwa nchi. Maana yake Simba tayari wako kwenye hatari, wanaona Yanga ameingia ku take over yani mazima, yani kwa vile ambavyo haijatokea miaka hiyo ya nyuma ambavyo walikuwa wanashindana. Anajua labda ikitokea labda mara 3 au labda mara 2 atapotea, atarudi naye atachukua. Lakini kwa sasa hivi Simba wakichukuliwa wanaona hakuna ukaribu wowote wao kwenda kuchukua hiyo crowd ambayo Yanga anayo hivi karibu. Kwa kuna huko kwa watu kutaharuki. Lakini pia ukija kuongeza hayo mambo yao ya transformation ambao mimi sio mtaalamu zaidi, naamini pia inaweza ikafanya changamoto hiyo izidi kuwa kubwa zaidi kwa klabu yao. Lakini mimi nadhani ni vitu ambavyo wanaweza wakaviepuka huko, adili kwanza kutengeneza timu ya mpira, kwa sababu hilo ni jambo la msingi zaidi. Kama timu itafanya vizuri, yani mimi kwa uzoefu wangu wa mpira wa Tanzania, kama nilivyokuambia kwa Yanga, yani timu ikiwa inafanya vizuri utasikia hizo kelele. Yani niamini mimi, ukisikia timu zinabeba makombe utasikia hizo kelele, viongozi watatulia, mashabiki pia hutasikia kelele. Yani labda wale tu ambao unakuta wamevurugwa to the maximum, lakini wengi taswira ya klabu inakuwa imetulia. Kwa sababu kwa Yanga hapa ilikuwa changamoto hivyo before. Kwa sababu Yanga kipindi anaingia naye kwenye transformation, wako kina Mshindo Msola, kipindi hicho Engineer Elsi bado ni mwenyekiti wa mashindano ya Yanga pa, walikuwa wanavurugana hivi. Tulikuwa tunaona hapa, na msimu wa Simba anafanya vizuri, kelele zilikuwa kibao, walitoka mpaka wazee wakasema tu watambui hao sijui nini, kelele zilikuwa kibao. Lakini tangu Yanga ameanza kufanya vizuri, umeona watu hawaonekani. Ndio sasa ninakwambia, kwa nadhani kwa Simba watengeneze timu ya mpira kwanza, waboreshe au maingizo ambao wanatamani kuyaweka kwenye timu, wa compete. Wakipata mafanikio, it's very easy kwa haya mambo mengine ambao tayari yanabidi yaende kiutaratibu. Huo utaratibu utafanyika kwa sababu pati kubwa ya watu
au wagombania maslahi ni wachache kuliko ambao wanatamani timu ifanye vizuri uwanjani. Yaani watu ambao wanapambania maslahi binafsi au labda na ya timu ni wachache kuliko hao wanaotamani timu yao ifanye vizuri. Kwa hiyo ni rahisi kukava grupu kubwa la watu wawe katika mazingira mazuri, ili hicho unachokitafuta sasa hivi ukitengeneze kwenye mazingira ambayo kinaweza kikakufanikisha mbeleni. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi naona kwa Simba sasa hivi wanaweza wakaliepuka tu kama wakiamua kuachana na mambo, kwa sababu naona wanapambania vitu ambavyo sasa kama vina msingi. Steve, nimemsikiza vizuri Eben alichokuwa anakizungumza and he is very right kwa hicho kisema, lakini mimi naweza nikapingana naye katika sehemu moja. Ametoa hoja nzuri sana ya timu kufanya vizuri uwanjani, kwa sababu hawa mashabiki na wanachama wao the side ambao wanaiangalia zaidi ya mafanikio ya club ni kwenye performance ya timu uwanjani na mataji pia na kupata mataji. Lakini timu hii haiwezi ikafanya vizuri ama ikapata mataji ikaenda kucompete na yule ambaye yuko juu yao kama ndani ya club hakuna utulivu, kwa sababu hao viongozi hao ndio wanakwenda kufanya usajili. Kwa mfano, tutakupa mfano mdogo sana. Unaona katika usajili wa sasa hivi unavyoendelea ni tofauti na sajili za misimu iliyopita. Yaani Simba wamefanya sajili za wachezaji wengi wa ndani, wengine ambao hawana majina, alafu wametulia. Ilikuwa inawezekana kabisa kwenda kubato na Yanga katika sajili. Lakini kutokana na hii vurugu ambalo linafukuta ndani ya club, unaona timu ipo kimya. Kwa hiyo kama hakuna stabilization katika uongozi wa club, automatically timu yenyewe haiwezi kuwa na utulivu, kwa sababu lazima kutakuwa kuna migogoro hata ndani ya timu uwanjani, kwa sababu hawa viongozi ndio wanaotengeneza benchi la ufundi, ndio wanaoleta wachezaji. Kwa kama kutakuwa kuna wachezaji ambao kiongozi fulani amemleta mchezaji fulani ana interest naye, ama kiongozi kwenye benchi la ufundi fulani ana interest na kiongozi fulani, automatically kutakosa utulivu katika benchi la ufundi na timu haiwezi kufanya vizuri uwanjani. Wewe unaamini Simba amesajili vibaya? Nimekupa mfano mdogo kwamba katika usajili ambao umefanyika, mimi binafsi sijaridhika na usajili wa Simba ambao umefanya katika dirisha hili. Mimi naona Simba amebakiza wachezaji wawili tu au mmoja. Unaona wakiletwa katika hichi kinachoendelea sasa hivi. Wataletwa kwa sababu ni mpango haufanyiki sasa hivi, ni mpango ambao wameshafanyia muda mrefu. Kwa sababu nikipima in terms of uhitaji. Kabla ya msimu kuisha, Yanga alikuwa na uhitaji mkubwa sana wa kuleta wachezaji wengi kuliko Simba. Sawa, whatever wakuja direct compete kwenye timu ile kuingia kwenye first 11 material. Yanga alikuwa na huo uhitaji mkubwa sana kuliko Simba. Kwa sababu Simba tayari zaidi ya 60% mpaka 70 alikuwa isha recover dirisha dogo. Yaani there is no way leo Simba asajili mchezaji kuja kumpiga benchi au Aura. Hakuna. Simba alikuwa there is no way anakuja kusajili mchezaji leo kumpiga benchi mtu kama Rushin au Libasa. It's very hard kwa Simba, ilikuwa hivyo. Kwa magepe alikuwa machache. Kwa Yanga unaona Pako umekaumia. Hiyo tayari big miss kwenye timu. Dube kaongoroka. Kiss top striker wa timu. Maana lazima ulipress. Huna namba 6 asili ya Damaro kaondoka. Maana inabidi ulete namba 6 ambaye ana material ya kucheza ya kuingia direct kwenye first 11. Yaani leo Fred Ngoma haletwi hoja akae benchi. Yaani labda ashindwe kudeliver Yanga hapo. Yeye ameletwa moja kwa moja aanze. Ni mchezaji first 11 material. Au kinapita Sharulile ni first 11 material. Kwa hiyo Yanga kile alichokuwa anapitia ni kama wako kwenye mabadiliko kile ambacho wanafanya muda mrefu. Nimekuelewa. Whatever it will be, lakini mimi hoja yangu ilikuwa ni kwamba kama kusipokuwepo na stabilization katika uongozi, hata huku kwenye benchi la ufundi na wewe unavyoona kwenye huo uongozi wa Simba, shida iko wapi? Yes, nilikuwa nakuja huko. Tukizungumzia hasa katika hili fukuta ambalo linaendelea ndani ya klabu ya Simba. Unajua kinachoendelea Simba ni two side of the same coin. Ni pande mbili za shilingi moja ambao wanashindwa kuelewana. Mashabiki wenyewe wa Simba hawajui hasa wamlaumu nani, kwa sababu kuna vitu viwili ndani ya Simba. Mimi nilipata bahati ya kumsikiliza mwenyekiti wa Simba Mzee Mangungu. Kuna Simba Sports Club kama timu ambayo mwenyekiti wake ni Mangungu, ambayo ndio hiyo kama timu ndio ina wanachama. Yes, ina wanachama na ina majengo, si ndio? Ina nembo ya Simba. Yes. Timu ile yenyewe. Lakini pia kuna ngoja kwanza kabla hatujamaliza tujaenda huko. Yaani ukizungumza Simba yote jinsi ilivyo. Yani as a club ndio ipo kwa Mzee Mangungu. Ipo ni mwenyekiti wake ni Murtaza Mangungu. Alafu kuna Simba Sports Club Company Limited.
ambayo hii ipo chini ya bodi ya wakurugenzi. Hawa wanamiliki nini kwa Simba? Ambayo mwenyekiti wake ni Magori. Sasa hawa ni wale ambao wapo katika upande wa biashara. Unajua hii ni club lakini inafanya biashara. Sawa. Katika kufanya biashara ndio hiyo kuna hiyo bodi ya wakurugenzi ambapo kuna wawekezaji. Kwa mujibu wa katiba ya Simba wanatakiwa wawepo wawekezaji kuanzia 3. Nielewa. Kwa hiyo Murtaza Mangungu yeye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba ambao wao ndo wanahisa 51% ndani ya klabu. Yeye ndo yuko pale kwa niaba ya wanachama